Mwenyekiti, naomba nami nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kupata nafasi ya kuchangia hotuba ya Wizara ya Kilimo kwa siku ya leo. Nami pia nianze kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mapinduzi makubwa ambayo anaendelea nayo katika sekta hii ya kilimo hapa nchini. Hili halina ubishi. Uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya sita katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi inaonekana na mambo yanaendelea kwa kiwango ambacho kinaleta tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia niwapongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa Godfrey Chongoro, akisaidiwa kwa umahiri mkubwa na Naibu Waziri ndugu yangu Silinde, Katibu Mkuu, pamoja na timu nzima ya Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nianze kwa kuunga mkono hoja ya hotuba ya Wizara ya Kilimo, na naunga mkono kwa maana kwamba katika taifa letu na katika nchi yetu tumekubaliana kwamba kilimo ni uti, na Mheshimiwa Waziri ameboresha, sio uti wa mgongo, uti wa mgongo. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba hapa leo tunazungumzia hatima ya maisha ya Watanzania, hatima ya uchumi wa taifa letu. Kwa maana kwenye kilimo kule ndiko kunakofanya tunaweza kuishi kwa kupata chakula, utosherevu wa chakula, usalama wa chakula, lakini hali kadhalika kilimo sasa hivi ni biashara. Kwa hiyo hapa tunazungumzia uchumi wa wananchi wetu wa mtu mmoja mmoja, taifa, na tunazungumzia swala la uchumi katika pato letu la taifa kwa maana ya kuweza kuuza nje ya nchi kupata fedha za kigeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na muktadha huo, naomba nichangie hotuba hii katika eneo muhimu sana ambalo limeelezwa na waziri katika hotuba yake ya bajeti, lakini kwa msitizo mkubwa nimeisikiliza sana hotuba ya mwenyekiti wa kamati ya Bunge. Eneo ambalo tunatakiwa kuliwekea uzito sana katika swala la kilimo, mapinduzi ya kilimo, ni swala la umwagiliaji. Kilimo tunahitaji tutoke kwenye kilimo cha msimu twende kwenye kilimo cha mwaka mzima, na hapa hakuna njia nyingine zaidi ya uwekezaji kwenye miundombinu ya umwagiliaji. Na katika miundombinu ya umwagiliaji naomba niungane. Kwanza tukubaliane kwamba kupanga ni kuchagua, lazima fedha itoke iende kwenye eneo hili. Miradi mingi tumeelezwa hapa. Kwanza tuwe na miradi ya kimkakati, tusipunguze miradi mingi, tukubaliane. Twende na miradi kadhaa ambayo tunaitekeleza mpaka itoe matokeo. Twende hatua nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe mfano. Tuna miradi kadhaa ambao leo imeelezwa hapa. Ukienda huwezi ukakuta kwamba kuna mradi ambao sasa hivi unazalisha mara 2 kwa msimu. Haupo. Kwa hiyo bado safari ni ndefu hapa. Mimi nilikuwa niombe na kuishauri serikali kupitia Wizara ya Kilimo, lakini na mamlaka Wizara ya Fedha, kati ya jambo ambalo tunatakiwa kwenda kumwachia alama Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye nchi ni kwenda kuitoa Tanzania kutoka kwenye kilimo cha msimu wa mvua kwenda kwenye kilimo cha msimu wa muda wote. Tuna fursa ya kuilisha Afrika, tuna fursa ya kuilisha dunia, na hata yanayoendelea duniani haya. Kwa upande mwingine kwa Tanzania hii ni fursa. Leo hata hii miradi inayotekelezwa, tunatekeleza miradi ya kukinga maji ya mvua. Baada ya mvua ikiondoka, miradi ile na yenyewe haifanyi kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na shauri tuchague miradi. Kuna mabonde ambayo unajua kabisa, ukisema Usangu, ukisema kule Mwankuru Katavi, ukisema kule wapi Morogoro, una uhakika kwamba tukitengeneza miradi Kilindi kule Tamota, miradi ambayo ukaweka miundombinu ya mabwawa, maji yakatengenezwa miundombinu ya umwagiliaji, tukazalisha kipindi cha mvua na kipindi cha kiangazi. Haya ndio maana halisi ya miradi ya umwagiliaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba hapa niweke msitizo kwamba kilimo ni maji. Hakuna msamiati mwingine kwamba tutazalisha bila kuwa na maji.
kilimo ni maji, na hili naomba niliwekee msitizo kabisa kwamba hata nikiishia leo kuchangia hapa nitakuwa nimesaidia taifa letu, kwamba kilimo ni maji. Na bahati mbaya sana tunapoteza maji, mvua zinanyesha, tunalalamika. Hapa kuna jambo halijakaa sawa sawa kwenye mipango na kwenye utekelezaji. Twende tukatumia hii baraka ya Mwenyezi Mungu kutupa mvua kwa ajili ya faida ya uzalishaji wa mara 2 mara 3 kwa msimu. Tuwe sisi ndo ghala la chakula kama inavyoelezwa kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ambalo nilitaka kulichangia leo ni swala zima la zana za kilimo. Eneo la zana za kilimo nalo hili ni eneo muhimu sana katika kuleta mapinduzi ya kilimo hapa nchini. Na nipongeze sana jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na wizara husika ya kilimo. Na mimi katika hili nilikuwa niombe sana jimbo la Kilindi, wilaya ya Kilindi, lile ndio eneo la uzalishaji kwenye ukanda wa kaskazini likiungana na wenzake wa Kiteto. Nilikuwa niombe sana katika ule mpango wa kusambaza matrekta pawatila, naomba maeneo haya yapewe kipaumbele kwa sababu ndio wanaolisha ukanda mzima wa kaskazini na nchi jirani ya Kenya na maeneo mengine. Naomba tuitumie hili eneo kuwekeza katika miundombinu au vitendea kazi kama matrekta pawatila kwa wakulima wetu, ili tuhakikishe kwamba tunakwenda kuongeza tija, tunakwenda kuongeza uzalishaji na mwisho wa siku kuinua pato la wananchi wetu na pato la taifa kwa ujumla. Kwa hiyo naomba nitoe rai na nitoe ushauri kwamba pia katika eneo hili tuende kwa maeneo, tuangalie vipaumbele vya maeneo. Na ndugu zangu wabunge, naomba tukubaliane, tukiamua kwenda kwa utaratibu wa kwamba kivi vitu tunatapanya, peleka huku kimoja, peleka huku viwili, havitoi matokeo, hatupati tija. Naomba tukubaliane, tunaposema tunapeleka hapa, tupeleke kitu kilete matokeo, na yale matokeo atoe tija, tuhamie sehemu nyingine. Tutafika kwenye maeneo yote, lakini kwa kwenda kwa utaratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ni swala la masoko. Na hapa nilikuwa niombe sana kuzungumzia NFRA. Moja ya chombo ambacho kinaweza kikaleta na kikachachusha masoko ya ndani ni kupitia NFRA. Changamoto ya NFRA, mfumo wa upatikanaji wa pesa kwenye NFRA unapishana na masuala ya masoko kwa wakulima kule kwenye maeneo yetu. Ukipeleka fedha mwezi wa 9, hiyo fedha haimkuti, haimnufaishi mkulima. Kuna watu wamekusanya, wameweka kwenye store, ndio wanaonufaika na fedha zile za NFRA. Lakini mkulima ambaye amehangaika, ameshughulika na kilimo kwa miezi yote ile, anajikuta ameangukia kwenye walanguzi, amepata hela ndogo. Mwisho wa siku unapokuja kupeleka NFRA, fedha zinakwenda kunufaisha watu ambao hatujakusudia. Daktari Samia Suluhu Hassan anakusudia kwenda kupeleka tabasamu kwa Watanzania. Mfumo wa upatikanaji wa fedha za NFRA utizamwe, ikibidi apewe fedha mwezi wa 2, wa 3, tayari kwa maandalizi. Mavuno yanaanza mwezi wa 5, wa 6, wao wameshajipanga, na wahakikishe kwamba ule utaratibu tuliouweka wa kupeleka mifumo ya ukaushaji mazao tukawasaidia wakulima, ili tuweze kuiwezesha NFRA inunue mazao ambayo yamekaushwa vizuri, yanahifadhika, na pia kuweza kuwapa wananchi soko la uhakika, na pia kuleta ushindani kwa wanunuzi binafsi kwa kipindi husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuchangia hayo, naomba kuunga mkono hoja na kushukuru sana kwa kunipa nafasi. Nakushukuru Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa